Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nimefuatilia audio za ndugu yetu Abu Hanifa mwanzo mpaka mwisho. Nilichokigundua anakwepa uhalisia wa maana kwamba masufi wamesifiwa na huyu Imamu Shafi'i katika maneno hayo yaliyosema law anna rajulan tasawwafa awwal an-nahari lam yata ilayhi dhuhru illa wajatahu ahmaq. Sasa maneno haya yakwepa kwenye kuonyesha jinsi masufi walivyosifiwa kwa sababu zifuatazo. Nifuatie. Sababu ya kwanza, Adimini alimwambia Shaushaba ameenda kwa maana ya kanuni mbili, swarfu na balagha, na wewe njoo upite kwenye swarfu na balagha. Tazama, kapita kwenye swarfu tamshi la tafaala kwa maana aliyokwenda nayo kwa muda mrefu sana, lakini kwenye eneo la balagha akawa hajagusa hata kwa sekunde moja. Badala yake tu amenichomekea akasema Shaushaba amesema kwamba sentensi imekaa katika tashbihul balighi. Ni uongo, hakuna tashbihul balighi. Kwanza mimi sijasema maneno hayo, kaniongopea katika audio zake za mwanzoni. Mimi nilichosema tashbihi iliyoko hapa asili yake ilikuwa ni tashbihul balighi. Ilipoondosha mushabbahu bihi ndio ikawa sasa imekaa katika isti'aratul maqniyya. Ndio nilichokizungumza. Lakini si natija. Lengo ni kwamba ajadili kwenye elimu ya swarfu na elimu ya balagha. Hajagusa eneo hilo. Na vitabu vingi vikashambulia kwenye eneo la aswarfu na maelezo mengi na mifano akatoa kwenye eneo la aswarfu. Kipindi hicho akasahau, na nakukumbusha kanuni semayo qad yakhruju ma'nahu al-asliya bisiyaq al-kalami, kwamba maana ya asili inaweza katoka kulingana na mtiririko wa sentensi. Sasa mimi ninavyoona huko kwenye balagha mwishoni kule kuna kitu unachokiona kinakuzuia kwenda na haya maana unayejaribu kuyatafuta kwenye neno hili tawaddaa, taallama. Ndio maana unaikwepa kuleta ile elimu ya balagha kule mwisho. Hata kwenye video yako ulio dai kwamba umeradi mtandaoni, bado pia kwenye elimu ya balagha hujagusa. Hasa haijulishi ni ima hujaisoma ama unaikwepa kwa makusudi kwa sababu kilete itapishana na uelewa unaotoka nao mwanzo. Ndio maana nilikwambia, kiongozi alikwambia ujadili kwa elimu ya swarfu ni ya balagha. Swarfu ndio tamshi limeanza mwanzo, mwishoni nimemalizia na elimu ya balagha sasa, ili tuone siyaqi al-kalami, yani ile siyaqi, mfumo wa maneno ya mwanzo ulivyoanza na mwisho ulivyokuja. Hapa ikaonyesha umekwepa kubainisha uhalisia wa kanuni hizo zitakazotupatia maana yale. Na hii ni sehemu ya kwanza iliyoonyesha ndugu Abu Hanifa amekwepa sentensi ile kuipa kanuni hizo ili kuthibitisha Imamu Shafi'i amewasifu hao masufi. Naam, ndugu yetu Abu Hanifa, dalili zijaribu kwenda nazo zinakaa katika mfumo wa al-istidlalu ghairul mu'tabar, utoaji dalili usiozingatiwa. Na ili kulibaini hili, rejea kwenye mifano iliyokwenda nayo. Kwanza taallama, katika jumla ya sentensi ile mpaka mwisho haijakaa kwenye mfumo isti'aratul makniyya, ambapo nataka sasa kwa mfano wako huu wa taallama uende kule kwenye tasawwafa. Unaona tasawwafa inakwendana pia na fi'li na taallama, ndio ilivyokuwa mwelekeo wa mawazo yako. Lakini ile tasawwafa katika mtiririko wake mpaka mwisho kinachoitwa isti'aratul makniyya kwa elimu ya balagha kipo. Taallama iliyopo kwenye sentensi yake mbele kule katika isti'aratul makniyya hakipo. Hasa mfano unaotoa uliopo kwenye fi'li ya taallama mpaka mwisho wake hakuna isti'aratul makniyya kwa mujibu wa elimu ya balagha. Hauwezi kulingana mfano huu na ile tasawwafa iliyoko pale, kwa sababu mwishoni kule kuna isti'aratul makniyya kwa mujibu ile sentensi. Kuna al-istidlalu ghairul mu'tabar, utoaji dalili usiozingatiwa katika mifano uliokuwa unajaribu kutoa kusupport ule uelewa uliokuwa unataka kuonyesha. Pia na fi'li ya tawadda ni hivyo hivyo, haina isti'aratul makniyya kule mwisho. Nilikupa maelezo ya kwamba kad yakhruju ma'nahu al-asliya bi siyaq al-kalam, kwamba maana ya asili yanaweza katoka kwa mtiririko, muunganiko wa maneno ya mwanzo na yanayekuja mbele. Hicho kitu kimo. Sasa kuonyesha ya kwamba unakiona kipo, na ndio maana inawezekana unakwepa kwa makusudi ya elimu ya balagha kuileta na kuifanyisha kazi kama jinsi kiongozi alivyokuwa amekuhitaji, ili upate isti'aratul makniyya ikoje na ulete waji ushaba inazalikanaje. Inaonekana hichi unakiona kipo na kikiweza kufanyika kwa mimi Abu Hanifa tayari maana niliyokuwa najaribu kuenda nayo yale ya kwanza yatapishana na haya maana yaliyokuja kuzalishwa na isti'aratul makniyya kwa mujibu wa elimu ya balagha, na wakati huo utakuwa unaenda kuwakosoa pia na kupishana na uelewa na mawazo ya Kasim Mafuta
na Abdalla Umedi kwa wale wao walivyokwenda nao wa kujaribu kuashiria eti sentensi ile na wasema vibaya masufi, wakati huo sentensi ile kwa kanuni kuzitumia inawasifu wale masufi. Kwa hiyo ndugu yetu Abu Hanifa, sikutegemea kama utakosa ikhlas na amanatul ilmiya kwa kiwango hiki. Adimini amekuhitaji ulete ilmu ya sarfu na balagha, lakini ukajaribu kufanya yule yafanya ukaacha. Wallahu aalam, imani kwa makusudi ni kwa bahati mbaya, wallahu aalam. Lakini nyingine ukasema sentensi ile iliyozungumzwa pale na kanuni ya kimantiki kwamba ni kadhiba, akasema unamwambia Imam Shafi ni muongo. Hapana, labda hujaelewa kwenye elimu ya mantiki, kwa sababu kwa maelezo yako nilivyokufuatilia kwa upande wa wewe Abu Hanifa, lakini pia na mashaikh zetu akiwepo Qasim Mafuta na akiwepo mwingine huyu Abdalla Ahmedi, kwa maelezo yao ni kwamba elimu yao hawaisomi na hawaijui. Kwa maelezo hivyo kunukuu kwamba ni elimu ni khabith. Kuna maelezo ulisema kama hayo. Sasa tuachilia mbali wameisoma wajeisoma, wallahu aalam. Niliposema ni qadhiyatun kadhib, kama sentensi ya uongo, ni kwa hivi. Nikisema Abu Hanifa ameenda mjini na kweli kitendo hicho kikao kimepatikana, haupo hapo ulipo, umeondoka kweli mjini, kwa ilmu ya mantiki sentensi hivyo inaitwa ni sadiqa, ni kweli, yani utendaji wa kwenda kwako mjini umepatikana na umefanyika kweli. Tukisema Abu Hanifa ameenda mjini lakini kumbe yupo hapa na hajaenda huko mjini, sentensi ile inaitwa ni kadhiba. Ile maana iliyozungumzwa kaenda mjini imepishana na uhalisia ya huyu Abu Hanifa hajaenda, yupo. Hasa maana yale yalikuwa yanazungumzwa katika eneo la sentensi la Imam Shafi'i, lau anna rajul tasawwafa awwal an-nahari lam yati alayhi dhuru illa wajatahu ahmaq. Sentensi ile ukiitumia sasa, huo muda wa dhuhuri watu wanakuwa ni ahmaq. Tuipe sasa maana hiyo kwa jinsi ulivyokuja nayo wewe Abu Hanifa kwamba wao ni ahmaq. Sasa tufikiri ya dhuhuri tunaona kweli ni ahmaqi kwa jinsi tamshi la ahmaq linavyotaka. Tukifanisha ile maana yake, wanakuwa kweli hawana akili, akili zao ni dhaifu. Jibu utakuta linakuwa ni hakuna. Hasa ili waweze kuingia kwenye hii maana ya ahmaq ni nini, kuna vitu ambavyo umejaribu kuvionyesha, ambapo ndio wajhu shabahi. Sasa wewe unaikwepa kuileta katika elimu ya balagha hiyo wajhu shabahi. Ukasema wanasema barabarani wanakohoa, wanasema barabarani wanapiga ngoma. Sasa je, kwa ile kupiga ngoma ndio chizi kwa mujibu wa tamshi lilivyo? Kumbe kuna sifa fulani inapatikana kwa hao masufi, ndio inataka ije ilinganishwe na hiki cha ahmaqi, ndio unachokikwepa sasa katika hiyo ilmu ya balagha. Hapo ndo kulipo na shida. Ukiona hapo, ukiitumia neno kama hili lilivyokuja ahmaqi ni wajinga. Haya, tukifika ujinga wao ni upi kwa ujinsi watamko lilivyo? Ukienda katika maana ya tafsiri ya neno ahmaq, unakuta ni mtu mwenye akili ndogo. Unamkuta mtu mbona akili zake si ndogo kwa muda wa dhuhuri? Hasa ni kipi kilichomfanya aonekane kwamba ni ana akili ndogo? Au labda katika maana hiyo neno ahmaq kama itakavyoelezwa kwenye kamusi, kibidi muda ukifika tulete. Kwa unaonyesha ni vitu viwili tofauti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu, mimi ni kuombe tena umlete ndugu yetu Abu Hanifa na aweze kupita kwenye elimu hizo mbili zilizonifanya mimi nitoe tafsiri hili ya kuonyesha Imam Shafi ana wasifu wa masufi. Hasa umemwachiaje abaki tu na kufafanua kwenye eneo la sarfu neno moja, wakati huo asiende kwenye ilmu ya pili ya balagha iliyonifanya mimi kwa jumla ya elimu hizo mbili kutoa maana hayo yaliyonionyesha Imam Shafi'i ana wasifu au masufi? Hapo tutasemaje sasa huyu mtu amekuja kupinga uelewa wa Shaushab wakati hajakamilisha vigezo na kuvipinga vigezo vya Shaushab alivyovileta vya kuonyesha uelewa wake? Moja vitu ambavyo hajavifanya, ima ni kuwa amesoma au hajasoma, wallahu aalam, ni kuikimbia kanuni hii ya ilmu ya balagha kwenye eneo hilo. Na nashangaa viongozi, ima ni mnasikiliza ama hamsikilizi. Ilikuwa wewe ni kumuita, mbona tumekuambia upite kwenye ilmu ya sarfu, haya tumeona kwenye sarfu, kwenye balagha mbona hatujaona? Na vipengele vyote viwili vya sarfu na balagha ndio Shaushab akazalisha maana hayo. Kama unampinga uelewa wake, unakataa uelewa wake, hombu pite na hii kwenye hii balagha tuone ni maana gani utayaleta, ili tuone unamkataa Shaushab kwa mazingira yapi kwa mujibu wa kanuni hizi alizotumia. Nilitaraji iwe ni hivi, labda kama mlighafika, wallahu aalam, Allah atawapa hii tambii kwa muda mwingine. Lakini waombe mumlete atupe dira
ya fani hii ya balagha na yenyewe itakuwa na maana gani kwa mujibu wa sentensi ile, alafu atutafsirie. Sasa tumeona kwenye sarfa ni hivi, maana ya neno tasawwafa kwa mujibu wake amesema ni hivi, na maana ya kanuni ya ilmu ya balagha kwa mujibu wa istiaratul makni iliyoko hapa, hii hapa iko hivi. Sasa atupe tafsiri kuanzia hapa mwanzo alipojengea kwa ilmu ya sarfu, na atuletee huku mwisho kwa ilmu ya balagha maana sasa yatakayepatikana. Mbona hajafanya hivyo? Mimi nimefanya hivyo na nikatafsiri na narudia tena nikasema ya kwamba lau anna rajulan tasawwafa, laiti mtu ataacha usufi fi awali nahari au awala nahari, mwanzo wa mchana, lam yata alayhi dhuru, hautomfika ya adhuhuri, illa wachata, usipokuta mkuta mtu yule ka ahmaqi, ni kama vile ahmaqi fi sur'ati ta'thiri min as-salahi ila al-fasad, katika ule haraka waliathirika nao kutoka katika ule usufi ulio na maadili bora kwa mujibu wao, ila al-fasad, kwenda katika uharibikiwaji wa kuacha usufi. Hii kanuni iliyo nilifanyeniwa hapa, nimeleta sasa adatu tashbih ambayo ilikuwa imeondoshwa, haipo, na nimeleta wajhu shabahi kwa mujibu wa ilmu ya balagha katika istiaratul makniya. Hasa ndugu yetu huyu Abu Hanifa na yeye angeonyesha kwa mujibu wa sarfu kuelewa aliyokuja nao tasawwafa lina maana hii, na kwenye balagha huku mwishoni kuna tashbih hii au kuna istiara hii. Hasa kwa mujibu wa hii na sarfu na hii balagha, sentensi yake itakuwa ni hivi, afa analeta kisarfu, analeta balagha, anakamilisha kanuni zake, tunaona maana gani atayaleta ili onekane amejibu uelewa aliyokuja nao Shaushaba uko sahihi au umepishana kiwango gani na yeye alivyokuja kwa elimu ya sarfu na elimu ya balagha. Nilidhani iwe hivi, niombe iwe hivi ili tuweze kuleta faida katika ukumbi huu. Maana uweze kusema mtu amemjibu Shaushaba, amepinga uelewa Shaushaba, wakati huo ameishia tu kwenye tamshi moja la tasawwafa, na mifano akaleta kwenye taallama na tawaddaa, na akaleta maneno mengi wanaochuoni kwenye hicho kipindi hicho maneno. Na kuna kanuni moja sikumbuki ni kwenye kifikihi ama ni kwenye nahwa au kwenye balagha, inasema hivi: al-ibratu bi awwalil kalami, al-ibratu bi akhiril kalami la bi awwalihi. Kuna kanuni nakumbuka inasema hivi, sikumbuki katika eneo gani, kama mtanikumbusha mko hapa basi itakuwa kheri zaidi, kwamba al-ibratu, mazingatio, bi akhiril kalami, ni yani kwa ile maneno yaliyoko mwisho, la bi awwali, si kwa ule mwanzo wake tu peke yake, hapana. Al-ibratu, na inaonekana ni kanuni ya kifikihi, al-ibratu, mazingatio, bi akhiril kalami, ni kwa mwisho wa maneno, la bi awwali, si kwa mwanzo tu peke yake. Ukianza taallama, inaendana na mfano wa tawaddaa, inaendana na mfano wa taallama, na mifano ukaleta mingi kwenye eneo hilo, si mwanzo tu peke yake. Anasema bi akhiril kalami, kwa mwisho wa maneno. Ndugu yetu Abu Hanifa na viongozi ilikuwa ni hivyo. Kwa mimi nimeleta kiswarfu mwanzo wa maneno kwenye taallama, kwenye tasawwafa, nikaleta mwisho nani ilmu ya balagha, nikatenga kanuni, nikatumia zile kanuni, nikaleta maana. Hasa na ndugu yetu aliyokuja kujibu ama kupingana na uelewa wangu kwa ilmu, basi angefanya hivyo, tuone ameanza kiswarfu sawa kwa uelewa wake. Sasa lete kibalagha huko mwisho kama alivyoona Shaushaba, ulete sasa maana yako tofauti atakayepisha na Shaushaba, tuone hiyo maana ya huku mwanzo aliyokuja nayo itakubali kufanya kazi na maana itakayokuja huku mbele, kwa mujibu wa kanuni tuliyojaribu kuleta kifiki ilisemayo al-ibratu bi akhiril kalami la bi awwalihi, mazingatio ya maneno ni kwa mwisho ni kwa mwisho yale maneno, si kwa mwanzo tu peke yake. Ngoja nitafute kama nitaipata hivi karibuni. Nikuombe kiongozi, kwa lengo la kutoa elimu, basi usimamie hivi ili tuone uelewa Shaushaba na upinga kwa vigezo vipi ikitumika ilmu ile ya balagha kwa kuleta zile kanuni zake, ikiwa adatu tashbih imeondoshwa na wajhu shabahi imeondoshwa. Shukrani, nasubiri hivyo. Ikiwa lengo ni elimu, ikiwa lengo ni ushabiki, kutetea uelewa ambao sio sahihi kama alivyojaribu kutufanyia, basi yote ni habari nyingine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Viongozi mwe makini kuwapotezea muda wana ukumbi, wanahitaji kuelimika na wala si kutumia janja kwa lengo ya kufunika upotoshaji, kama ambavyo nimejaribu kumuelewa ndugu yetu Abu Hanifa, kwa sababu ulimwambia aje ajadili kupitia kanuni mbili, elimu ya balagha na elimu ya sarfu, na kwa mpito atakaopita ndo itamsukuma yeye kwenda kuvunja maana
Shaushaba aliyeleta kupitia sentensi ya kupitia Imam Shafi iliyokuwa inawasifu masufi na wala sio kuwasema vibaya masufi. Lakini nyewe viongozi mmemwachia mtu kajadili tamshi la tasawuf na akatoa mifano katika ta'allama tawaddaa na akacheza muda mrefu hapo. Lakini kwenye kanuni ya pili iliyomuongoza Shaushaba kuleta maana yale ambapo ni ilmu ya balagha iliyoko kwenye isti'aratul makniya kwa mujibu wa sentensi ile hajagusa hapa. Hata kwenye video yake ambayo iko mtandaoni aliyejihisi kwamba ameradi, lakini mimi sijaona radi kwa sababu kwenye kanuni ile ya balagha hajaipitia pia, ili kuonyesha labda sasa je, Shaushaba kama ameelewa vibaya kanuni ya balagha alivyotumia hapa sivyo, labda na aseme usahihi labda ni huu. Hajafanya hivyo. Na hata hapa kwenye ukumbi ndio kile anachokiendeleza. Yeye ameng'ania kwenye tamshi la kwanza ta'allama, tawaddaa, tasawwafa. Kuna kanuni sikumbuki kwenye kitabu gani, ni ya kifiki ama sio kifiki, inasema al-ibratu bi akhiril kalami la bi awwalihi. Mazingatio, aina ya mazingatio huwa bi akhiril kalami, na zingatio ni kwa mwisho wa maneno, la bi awwali, si kwa mwanzo wake. Hasa yeye amezingatia mwanzo tu neno ili tasawwafa basi, na akatoa mifano ta'allama na tawaddaa. Lakini mwisho wa siku ameacha kanuni ya pili Shaushaba ambayo ameitumia kuzalisha isti'aratul makniya, na akaleta kanuni za maeneo yale, na baadaye ndio akazalisha sentensi kwa maana ile Shaushaba aliyoleta. Yeye hajafanya hivyo. Sasa ni kuombe umwambie atusaidie hivi, kwa sababu kwenye sarfu ameleta kwa maana aliyejaribu kuielewa yeye kwenye tamshi tasawwafa, na akatoa mfano kwenye ta'allama na tawaddaa kwa lengo la kuwapa wanaukumbi elimu. Mwambie humbu aje na kwenye eneo la balagha aonyeshe ya kwamba kuna lengo lipi kwa mujibu wa balagha kwa sentensi hii. Kuna isti'aratul makniya kama Shaushaba alivyosema, na ikiwepo isti'aratul makniya kanuni yake na kuwaji. Tunaomba kanuni zake zisimame hapo, na baada ya kusimama hizo kanuni utakavyoziweka utafsiri kwa kulingana na sarfu ulivyosema huku, alafu pia na kanuni ya balagha jinsi ilivyohitaji kwenye mtiririko wa tafsiri hiyo. Tukishafanya hichi kitu tayari hapo maana yanaonekana. Je, huku nyuma kulivyoanza ndivyo sahihi kulingana na huku mbele? Yani ni simple sana, lakini sasa nimestaajabu sentensi imekuwa ina mzunguko mwingi wakati haikuhitajia kuwa na mzunguko hivyo. Naam, kiongozi, ukiangalia SMS hii uliokuwa umeandika kumkaribisha Abu Hanifa, ulimwambia aanze na kufafanua elimu ya balagha alafu aende elimu ya sarfu. Lakini kwenye maelezo yake yote aliyokwenda amegusa sarfu peke yake, na akatoa vitabu vingi kwenye eneo hilo peke yake. Eneo la balagha ambalo ndio kiungo cha pili Shaushaba amekitumia kuzalisha maana yale hajagusa wala hajaeleza. Ipo hiyo isti'aratul makniya hapo kwa mujibu wa elimu ya balagha, hajasema. Sasa tunaomba tuulizie hivi kupitia ndugu yetu Abu Hanifa, walillahi na kwa ajili ya ikhlas, watu wapate kufaidika. Kwa mujibu usomi wake elimu ya balagha, isti'aratul makniya ipo pale haipo? Kwa mujibu wa sentensi ile, lau anna rajulan tasawwafa awwala an-nahari lam yati alayhi dhuhru illa wajatahu a'maq. Kwa mujibu wa elimu ya balagha ile isti'aratul makniya pale ipo haipo? Kwa sababu sentensi maana niliyotoa mimi anayepinga yameundwa kupitia sarfu na kupitia pia kanuni ya balagha. Hasa kama atakuwa amejibu tu neno sarfu anaacha balagha, maana yale anayevunjaje? Ataonekana kaijibu vipi? Kayakosoa kwa mazingira gani? Kwa sababu kosoa kwenye upande wa sarfu unganisha na kipengele cha pili kilichomfanya azalishe maana ya kutokea kwenye sarfu kuja mpaka kwenye balagha. Kwenye balagha huko na kumekaaje? Kwambo inaonyesha kama tunakuwa tuna lengo la kuwapotezea muda wanaokumbi na si lengo elimu. Kama lengo ni elimu, basi muambie mbona hapa hujapita, kwa sababu ndio Shaushaba alipopita kuzalisha maana haya, na wewe pita humo. Na ukumbuke kwenye hiyo hoja anaikwepa ya balagha ndio inaenda kubadilisha mwelekeo wa hiki alichokuwa anakingangania kwenye hii sarfu. Mimi siamini ya kwamba haelewi, mimi naamini anaelewa ndio wetu ya Abu Hanifa. Ila sasa anaona kwa sababu halisi umeshaonekana ukweli ukoje, anaona ngoje nibaki tu kwenye sarfu hapa peke yake, nilete vitabu vingi niwapotezee, niwafanyie watu kama kiini macho kwenye kukuleta nani vitabu vingi kama kuonyesha ndio sehemu ya dalili. Lakini wakati huo sentensi ya pili sasa ndio inaenda kuzalisha muunganiko kupitia ile sentensi ya sarfu, ambapo sentensi ya pili ndio ina balagha. Sasa hapa hataki kupagusa, anapaogopea nini?
Kama hakuna hiyo kanuni ya balagha maeneo haya, ndio aseme bana kwa usomi wa mimi Abu Hanifa kwenye sentensi haina hiyo isti'aratul makniya. Wewe Shaushabu ulivyoitafsiri hivyo na ukaweka adabu tashbih ukaleta waju shaba, hicho kitu hakipo. Angesema hivyo sasa, ili sasa tumwambie kwamba basi hauwezi kukosoa, hauwezi ukasema ukakosoa uelewa alioleta Shaushaba kwa sababu wewe umesimama na kanuni moja sarfu tu. Uelewa wa Shaushaba umesimama kwa kanuni mbili ya sarfu na ya balagha. Hasa utavunjaje uelewa wa Shaushaba uliosimama kwa kanuni mbili za ilmu tofauti afu uvunje kupitia ilmu moja, mwanzo wa tamshi moja, wakati mbele kule ndio kulipo pia na kiini cha muunganiko na tamshi la kwanza? Hebu tufanyeni ikhlas kwenye dini. Tuacheni kuwafanyia watu kama vile tunaopotezea muda, hapana. Lengo ni hii sentensi ielewe katika halisia. Itafsirike vipi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kwanza tuhakikishie kwamba tunawafuatilia vizuri darasa zenu. Sasa kwa jinsi nilivyokuwa nimeelewa hoja za akhi wetu Sheikh Abu Hanifa, Allah mhifadhi, ndio maana nikaandika ile SMS, lakini ameweka ishara kuonesha kwamba nimeelewa vibaya. Sasa nimekutagi hapo Sheikh Abu Hanifa, nadhani unayasikia madai ya Sheikh Shaushaba. Anasema ulipokuja kutoa hoja zako umetumia ilmu ya sarfu umeeleza, lakini hugusa katika ilmu ya balagha, mambo ya istiarat. Sasa na nilivyojaribu mimi kucontrol hapo, naona nimekuelewa vibaya. Sasa wewe unaweza ukaja ukaweka vizuri, ukaja ukajibu hiyo hoja, halafu tukaendelea na utaratibu mwingine. Kwa hiyo nimekutagi hapo kwa ajili ya kukaribisha uje ueleze kuhusiana na hiyo hoja anayoizungumza Sheikh Shaushaba. Karibu. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Naam kiongozi, jambo la kwanza mimi nimetia mkasi kwenye maelezo yako kuonesha kwamba umekosea katika maelezo uliyoyatoa. Ima hukunielewa vizuri, nadhania hivyo kwamba utakuwa hukunielewa vizuri, lakini maelezo yangu yalikuwa yako wazi katika majawabu yangu dhidi ya Sheikh Shaushaba, yako wazi kabisa kwa kila aliyefuatilia majibu yangu. Umekosea ulipoeleza kwamba hoja yangu kubwa eti ni kwamba maadamu tafsiri ya Sheikh Shaushaba juu ya maneno ya Imam Shafi'i haijaungwa mkono na mwanazuoni yoyote, basi maana yake kanuni za kisarfa na za kibalagha ambazo kwamba amezitumia zitakuwa hazifanyi kazi tena. Na maelezo yangu na maneno yangu hayakusema hivyo. Hakuna mahala nimesema hivyo, wala hakuna mahala nimetoa maelezo yenye kuashiria kama ulivyosema. Sawa? Bali nilichokisema mimi ni kwamba hoja za kanuni za kisarfa na kanuni za kibalagha ambazo amezitumia, kanuni hizo zipo kwenye fani hiyo, lakini kuzitumia kwake mahali hapa kwenye maneno ya Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala si mahala pake. Tumeelewana? Hivi ndivyo nilivyosema. Kanuni hizo zipo, mambo ya tashbihun balighun yapo kwenye balagha. Sawa? Maelezo ya kusema kwamba kitendo chenye wazni wa tafaala kina maana zaidi ya 4 na miongoni mwa maana zake ni atajannubu. Hayo maelezo yote yapo, kanuni hizo zipo, lakini kwenye maneno ya Imamu Shafi'i hizo kanuni si mahala pake. Kwa katumia kanuni hizo, lakini hapa alipozitumia si mahali pake. Tumeelewana? Na ndio nikasema kama ni mahala pake, basi alete ushahidi kutoka kwa maulama wenye kutegemewa. Ni wapi wamesema, wametoa maelezo kama ya kwake? Hakuleta jambo hilo, na hili ndio natakiwa alilete, kwa sababu sisi tumeleta maneno ya wanachuoni wenye kutegemewa ambao wanaeleza maelezo kinyume na hayo anayoeleza yeye. Kwa hiyo nafikiri
Hapo ndipo ulikuwa hujanielewa sawa sawa. Hakuna mahala nimesema kwamba maadamu tafsiri yake au maadamu kanuni basi maadamu tafsiri yake haijaungwa mkono na mwanazuoni yoyote, basi zile kanuni za kibalagha au za kisarfa zitakuwa hazifai tena au hazitumiki tena. Sijasema hivyo mimi. Hili jambo la kwanza. Jambo la pili, narudia kusema kwamba Sheikh Shaushaba anakimbia mjadala huu kwa sababu yeye ni wakati wake wa kuzungumza na kuja kunijibu mimi yale ambayo nimeyatoa, si wakati wa kwanza kunirudisha nyuma tena. Na utaratibu wa ukumbi hauko hivyo. Na yeye anadai kwamba eti sijagusia kwenye upande wa pili wa masala ya balagha, ile kanuni aliyoizungumza au maelezo aliyotoa ya kibalagha, kwamba huko sijagusia. Na hili jambo si kweli. Mimi nimegusa kote. Na kama mtakuwa mmenifuatilia vizuri, mbona nimesema kanuni zake ambazo amezitumia zipo kwenye fani hiyo, kwenye fani ya balagha zipo, kwenye sarfa zipo, lakini kuzitumia kanuni hizo kwenye maneno ya Imamu Shafi'i si mahali pake. Hizo kanuni zina mahali pake pengine, lakini sio kwenye maneno ya Imamu Shafi'i. Nimeeleza na haya maelezo yako wazi. Tumeelewana? Haya, nikazungumzia kwenye maelezo ya kisarfa aliyoyatoa, nikatoa na mifano mbalimbali kubatilisha ile tafsiri yake. Sawa? Na hapo ndio mahali penye msingi hasa. Tumeelewana? Ama kuhusu maelezo ya kibalagha aliyoyatoa, anaposema sijajibu, mimi nimeshajibu. Nimemwambia hivi, sawa, kwamba kwenye maneno ya Imamu Shafi'i, lau anna rajulan tasawwafa min awwali an-nahar lam ya'ti alayhi adh-dhuhru illa wajadtahu ahmaqa. Yeye kwenye video yake ameeleza kwamba illa wajadtahu ahmaq, anasema hiyo ni tashbihun baligh. Tumeelewana? Tashbihun baligh, amesema hivyo. Na kama atapinga, mimi sauti yake nitaileta hapa. Sasa nashangaa tena sasa hivi anakuja kusema kwamba mimi sijasema kwamba kuna tashbihun baligh. Sijasema hivyo. Amesema hivyo. Na mengine akaja kuzungumza kwamba kuna isti'aratu makinia kama alivyoeleza. Lakini kwa kifupi nimesema hivi katika kulijibu hilo, kwamba kwenye maneno ya Imamu Shafi'i, kwenye hayo maneno hakuna tashbihun baligh. Kitu hicho hakuna. Nikatoa maelezo hayo kwa sababu yeye ameelewa kwamba ahmaq maana yake nini? Ahmaq maana yake ni mtu ambaye ameshakuwa chizi, mwenda wazimu, anayeokota makuku barabarani. Na ndivyo alivyozungumza kwenye audio yake. Kwa nikamwambia katika maelezo haya hakuna tashbihun balighun, hakuna kitu hicho, hakuna. Wala hiyo isti'aratun makniya, hakuna kitu hicho kwenye maneno ya Imamu Shafi'i, hakuna. Kwa sababu ahmaq si mtu, sio lazima awe ni mtu ambaye anavua nguo au anaokota makuku barabarani. Umeelewana? Kwa hiyo mimi nimeshajibu, alhamdulillah, kila kitu nimeshajibu. Huu ni wakati wake yeye sasa kuja kunijibu hoja zangu ambazo nimezitoa, azungumze. Akimaliza tunaingia kwenye kipengele cha maswali. Utaratibu ndivyo ulivyo. Anazungumza mtu mmoja, anakuja mpinzani anajibu, anakuja mara ya pili wa mwanzo anazungumza, akimaliza anakuja mwenye kujibu pia anamalizia mara ya pili, tunaingia kwenye maswali matatu kila kwa wazungumzaji. Na baada ya hapo wanaruhusiwa wana ukumbi wa kila upande kumuuliza maswali mtu wa mada. Huu ndio utaratibu. Sasa huu ulikuwa ni wakati wake. Sasa yeye anaonekana kwamba anakwepa mjadala huu. Badala ya kuja kuanza kujibu, anaanza kusema kwamba hajazungumza masala ya balagha, amezungumza sarfa peke yake kwa urefu wakati na mifano, lakini kwenye balagha hakugusa. Mimi nimegusa, nikasema maneno ya Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, ndani ya maelezo hayo hakuna kitu hicho tashbihun baligh, hakuna. Basi nishamaliza. Kwa hiyo alitakiwa aje ajibu hapa, anijibu mimi hoja zangu zote, athibitishe madai yake na tafsiri zake ambazo amezitoa kwa mujibu wa maulama. Ndio kitu kinachotakiwa. Na hata maelezo yako wewe mwenyewe Sheikh Hussein Mpasa hapa umesema kabisa, umeonesha wazi kiongozi kwamba nimeshajibu. Wanamwambia Sheikh Shaushaba, wanasema
kama nilivyomsikiliza Sheikh Abu Hanifa ametengua hoja zako na tafsiri yako juu ya maneno ya Imam Shafi kwa kupitia wanazuoni. Sawa? Nafikiri mimi nimeshajibu, ni wakati wake wa kujibu. Yeye anatakiwa aje kujibu. Kama hana la kujibu aseme sina la kujibu. Tuingie kwenye maswali basi mada iishe. Au kama mnabadilisha utaratibu wasibadilisheni utaratibu kwamba kuanzia sasa tunabadilisha utaratibu, kuzungumza sio mara mbili kwa kila mtu, itakuwa ni mara tatu. Barakallahu fikum.